Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii poll inaendea kwa wale ambao wajuaji wa TikTok, ambao wanaongea juu ya ndoa, ambao wanaongea juu ya divorce, ambao wanaongea juu ya watoto. Na hawa wenyewe hawako hata kwa ndoa, hawa wenyewe hawako hata kwa divorce, hawa wenyewe hawana hata watoto. So ukienda kwa huo hao watu wana debate mambo ya hizo, ukisikia bila na debate, unagani wamesomea, unagani wako na degree, kumbe kazi yao ni kuongea tu, lakini hawana chochote ya kuprove this person ameolewa, this person hako na mtoto. Na ukiona bila natoa mafundisho unaweza shangaa ni huyo mtu iko kwa ndoa 20 years, 50 years, 30 years, hata ndoa yenyewe hayuko. Ni mtu amejaa tu kwa mpango wa kando, amejaa tu kwa come and stay maisha yake yote ako tu kwa mpango wa kando na come and stay. Alafu hao ndio number one hapo kukuja kufundisha watu mambo ya ndoa. Hao ndio number one hapo kufundisha watu divorce. Hao ndio watu wako wengi hapo kufundisha watu kulea mtoto. Sasa wewe mwenyewe mtu uko 20s, hujawahi olewa, alafu unajifanya hapa wewe ndio mwalimu ya wewe ndio mwalimu ya ndoa. Wewe ndio mwalimu wa ndoa. Umejua vile mtu nafaa kai kwa ndoa yake, unajua mtu nafaa kuishi na mtoto na hauna. So mimi nauliza, hiyo nini yote ulitoa wapi? Hiyo mafundisho yote ulitoa wapi? Ukimuuliza ulitoa wapi? Niliona jirani yangu. Kama jirani yake, aliona mama yake, rafiki yake bila alikuwa anaishi. Hizo ndio vitu anakuja kuteta na hapa. Anaongea juu ya ndoa bila aliona ya rafiki yake. Anaongea juu ya ndoa bila aliona ya mama yake. Anaongea ndoa bila aliona ya sister yake. Inaingia wapi? Watu hawache kuongea vitu ambao hajui. Kwa sababu gani? Wanapoteza wengine na wao wenyewe pia wanajipoteza, kwa sababu wanadhani bila unaongea ndio nafaa, na kumbe unakosea na hujui kama unakosea. Unakosea na hujui kama unakosea. Haifai kabisa. Mtu kama hujui, kama hujawahi ingia ndani ya ndoa, usiongee. Wacha wale ambao wameingia ndani ya ndoa waongee juu ya ndoa. Kama hujawahi fanya divorce, usiongee juu ya divorce. Wacha wale ambao wameko divorce waongee juu ya divorce. Kwa sababu gani? Hao ndio wamejua mabaya na mazuri iko ndani ya hizo vitu. Kama hauna mtoto, usiongee juu ya mtoto, kwa sababu hujui uzuri yake na mabaya yake, hujui mitihani watu napita kwa hiyo juu ya mtoto. Kwa sababu gani? Huwezi compare ya jirani yako na yangu, huwezi compare ya jirani yako na mtu mwingine, huwezi compare ya rafiki yako na mtu mwingine. Ya mtu bila na work ni tofauti bila yako ita work. Ya mtu bila inaanguka ni tofauti na yako bila itaanguka. Pia wale ambao pia wanaongea single mother na wako single mother, wacha wale ambao wanaongea single mother waongee. Akuwe hiyo single mother yake ni halal, akuwe ni single mother yake ni haram, lakini yeye ndiye amejua juhudi, na yeye ndiye amejua uchungu, na yeye ndiye amejua mzigo ambao anapata kwa single mother pale. Na hii topic ya single mother nitakuja kuongea, kwa sababu kuna single mother zingine ni haram, kuna single mother zingine si single mother, wengine ni chura, wengine ni usharati, wengine ni zina. Lakini kwa sasa leo tunaongea vitu vitatu. Tunaongea talaka, tunaongea ndoa, tunaongea watoto. Ambao watu ambao wanaongea vitu kama hizo na hawajui wanaongea kwa sababu gani. Hawana, hawajafanya, hawako ndani. Wanaongea juu ameona jirani, wanaongea juu ameona rafiki yake, ameongea juu ameona ya wazazi wake. Hiyo ni vitu tofauti, kwa sababu hizi vitu na depend na mtu na karakta zake. Kwa sababu huwezi compare hizi vitu. Hizi vitu huwezi compare. Paka ule mtu akwambie kitu ambao inakuanga ndani hapo. Kwa sababu wakati wako kwa nyumba wewe ukuangi nao, wewe unaangalia tu nje. Wewe hujui kwa nini walikosana, ikakuwa hivyo. Wewe hujui kwa sababu gani hawana watoto, ikakuwa hivyo. Wewe hujui kwa sababu wanaishi hivyo, wanakuwa hivyo. So wale madada wajuaji ambao wako kwa TikTok wanajifanya sasa. Wale wanaume wajuaji ambao wako kwa TikTok ambao wako ndani ya ndoa na wanaongea ndoa na ndoa, unafanya mistake sana. Wale wanaongea ndani na divorce na wako ndani ya divorce, unafanya mistake sana. Wanaongea juu ya watoto na wako juu ya watoto, unafanya mistake sana. Kama example sasa uchukue mtu kama mimi, sijawahi enda Amerika, sijui Amerika, nikuja sasa niongee juu ya Amerika. Ni kitu gani nafanya?
Ni kwa sababu nimesoma Amerika kwa gazeti, au kwa sababu rafiki yangu alinipigia story, au kwa sababu rafiki yangu alienda. Vitu kama hizo tuache. Tuache puzi kama hiyo. Ongea kitu ambayo umeshafanya au ulikuwa ndani au uliona. Kitu kama hiyo. Hasa ukuje ongea juu ya Amerika. Ni nini umejua kuhusu Amerika? Au ukuje ongea juu ya Uganda, na hujawahi ona Uganda. Au ulisikia story rafiki yako akipiga story ya Uganda. Au unaishi na rafiki yako ambao ni Muganda. Vitu kama hizi huwezi ingia. So watu waongee vitu ambao wanajua.